nchi Mungu alikuwa amemwagiza akaanza kubadilishiwa jina, na tukasema baraka Mungu alikuwa ameahidi kwa Abraham. Alimwambia wewe nitaweza kukubariki, na akamwambia zaidi ya baraka, akamwambia asiye kukubariki peke yake, hata nitakufanya wewe ukuwe baraka kwa watu wengine, ukuwe chemchemu ya baraka. So kumaanisha wakati Abraham alitii sauti ya Mungu, akaweza kutoka kwake akaenda kwa nchi nyingine, Mungu akambariki. Na wakati Mungu alikuwa amemwambia nitakubariki, na sio kukubariki peke yake, hata wewe nitakufanya ukuwe baraka, na watu wengine wataweza kubarikiwa kupitia kwako. So wakati tulikuwa hapa juzi, tukaweza kuona wakati Abraham alipotoka kwao, baraka ya kwanza alipewa ni kubadilishiwa jina, na tukaweza kuongea baraka huwa zinaanza na kubadilika majina yetu, kwa sababu kuna majina mengine tunaweza kuwa nayo, na hayo majina hata ruhusu baraka za Mungu zikaweze kuachiliwa juu ya maisha yetu, kwa sababu hata kama Mungu alikuwa na kusudi na Abraham, wakati Abraham alikuwa kwao, wakati Abraham alikuwa anafanya kazi ya kuuza miungu, kwa sababu alikuwa anachora miungu ya sanamu, hakuweza kubarikiwa. So ikabidi Mungu akaweze kumtoa ndani ya nyumba, ile nyumba wanafanya biashara ya miungu, na Mungu akaona huyu mtu nikimtumia akiwa ndani ya hii nyumba anaweza kufananisha Mungu na miungu. Ikabidi Mungu amuondoe ndani ya hiyo nyumba, mahali huwa wanafanya biashara ya kupromoti miungu. So Mungu anatamani Abraham asipromoti miungu, lakini akaweze kupromoti Mungu aliyeumba mbingu na nchi. So ikabidi Mungu amtoe mahali kama hapo, na wakati Abraham alitoka akaweza kubadilishiwa jina akaitwa Abraham, na wakati amebadilishiwa jina hata mambo yake ikaanza kubadilika. Na last time tuliweza kuongelea kufika mahali Abraham alibadilishiwa jina. Pia tukaona hata Yesu wakati alizaliwa katika mji wa Nazareth, Yesu alikuwa amezaliwa kuwa mkombozi wa wana wa Israeli. Wakati Yesu alizaliwa kuwa mkombozi wa nyumba ya Israeli, watu wa kwao hawakuweza kumtambua, kwa sababu walizoea yeye. Wanaanza kusema wewe tunakujua, wewe ni kijana wa yule Salamara, wewe ni kijana wa Yusufu. Kwa hivyo hata kama Mungu alikuwa na kusudi na kufanya kazi na Yesu, wakati watu wa mji wake hawakumtambua kama Mwokozi, hakuweza kuwahudumia na akaweze kuwakomboa jinsi impasavyo. Ikabidi Yesu atoke kwao aende kwa miji zingine, na wakati alitoka kwao akaenda kwa miji zingine, akaanza kufanya kazi yake jinsi impasavyo, na ni Yesu yule yule, lakini kwao hakuweza kutimiza makusudi ya Mungu kwa sababu wamemzoea. Na tukasema my message ni get out in your comfort zone, ama kutoka mahali pa mazoea, kwa sababu ukikaa mahali pa mazoea, hata kama Mungu anatamani kukutumia, si rahisi akaweze kukutumia sawasawa na mapenzi yake. Wakati Yesu alitoka kwa mji wa kwao akaweza kwenda kwa miji zingine, akaanza kufanya miujiza. Hata Abraham wakati alitoka kwao akaenda kwa nchi Mungu alikuwa amemwaahidi, akaweza kufanya kazi na akaweza kubadilishiwa jina, na wakati amebadilishiwa jina akawa baraka, na watu wengine wakaweza kubarikiwa kupitia yeye. So last time tuliweza kuongea tukafika mahali wakati Abraham aliweza kubadilishiwa jina, na tukasema wapendwa, maisha ya ulimwengu hii tusipobadilishiwa majina, pengine
tunaweza kuwa na majina, lakini hiyo majina haiwezi kuturuhusu kuaccess baraka za Mungu, kwa sababu ni majina ambaye ni machafu. Na nikaweza kuambia, kuna mtu tulikuwa tunaongea na yeye, ananiambia mtoto wake anaitwa Mateso, na mimi nikimuuliza, kama mtoto wako anaitwa Mateso, unatamani abarikiwe aje? Kwa sababu majina tuko nayo pengine inaweza kutuafekti, inaweza kufanya tubarikiwe ama tulaaniwe. Na tukasema wakati Abraham alifika kwa nchi ya